Derby waamuzi kutoka nje TFF na FRAT wajitathmini. Bebana jana tumepata tangazo. Ndio. Mashabiki wa mpira wa nchi wengi wamefurahi. Ukifuatilia vema Fatuma na Moses, kuona waamuzi wanatoka nje kwa sababu ya ile hali ya kuchoshwa na maamuzi mabovu ya waamuzi wetu. Lakini tukitazama mbali namna ambavyo tumekuwa tuna changamoto za uamuzi na waamuzi, mara kadhaa tumekuwa tukizungumzia mifumo mizuri ya kuboresha uwezo wa waamuzi. Zaidi tu ya makosa tunayoona kiwanjani, wakati mwingine tukigusa tunagundua kwamba waamuzi wetu wana makosa mengine kama vile yanafanya wafanye makosa kwa sababu ule ubora wa uchezeshaji unakuwa chini. Mchezo wa derby unaweza ndio miongoni mwa michezo mizito sana nchini, ambayo mara nyingi ndio imeharibu CV za waamuzi, lakini pia kuna kipindi imejenga heshima za waamuzi wale ambao wanabahatika kufanya vizuri zaidi. Katika kipindi hiki ambacho tumekuwa tukilalamikia waamuzi wetu kama vile tumekosa suluhu juu ya utatuzi wa kero za waamuzi, bado hatujaonekana tunajishughulisha na njia bora za kuboresha uwezo wa waamuzi. Sasa miongoni mwa malalamiko kwa waamuzi wetu ni pamoja na posho za kuchezesha. Wanakopwa, wakati mwingine zinatolewa katika kima kidogo, lakini vile vile wamekuwa na makosa ambayo yako ya muda mrefu, na hivi karibuni tuliona kama tumeamua kuitafuta tiba kwa kutetea mashine ya msaada kwa waamuzi VAR. Japo sijai kuona mechi yote mwa kutumika. Sasa uamuzi wa kuleta waamuzi kutoka nje unaweza kuwa na faida wa ushabiki wa ushindi wa mechi moja, lakini kimfumo ni kama tumefungua password ya waamuzi wetu kutokuaminika kimataifa, sababu hapa tulipo tu hawana thamani kimataifa. Na hii kufungua password sasa, tunapenda waamuzi kutoka nje, sauti zinazosikika, mivutano yetu, maana yake kwenye hii CHAN AFCON 27 haitakuwa ajabu tusipomuona mwamuzi wa Tanzania hata mmoja. Kwanza maana yake hatuko tayari kuboresha uwezo wa waamuzi wetu, lakini pili tumekubali tumeshindwa kutatua tatizo lao, na tatu ni hii heshima ambayo tunaona wakwetu hawana heshima. Kwa mfano, wako watu wanasema kwamba mataifa kama Egypt walikuwa na bahati wanatumia waamuzi kutoka nje. Wao walikuwa wanaweza kutumia waamuzi kutoka nje kwenye mechi moja, lakini pia ilikuwa iondoi ubora wa waamuzi wao. Ilikuwa tu ni ile hali ya ushabiki katika timu zao kwamba angalau tupate mwamuzi kutoka nje. Sababu ya kutumia waamuzi kutoka nje wao wa Misri kufanya hivyo, sababu ilikuwa nini? Sababu yao kubwa ilikuwa ni mivutano tu ya ushabiki kwenye timu zile kubwa mbili kwenye dabi yao, lakini wakati fulani wakaacha baada ya kugundua kwamba waamuzi pia wakitoka nje wanayo makosa kama waamuzi wa ndani. Sio kwamba waamuzi wa ndani labda inawezekana pia walikuwa na ushabiki na hizo timu za hapo nyumbani. Ilikuwa ni hofu tu ya kuona kwamba tunaweza tukapata mgongano wa maslahi. Kwa hiyo kuiridhisha nafsi tulete kutoka nje. Lakini hiyo record kwao ilikatwa baadaye. Na ilikuwa kwamba walikuwa wanaita kutoka nje basi kwao hawana uwezo. Uwezo ulikuwepo. Isipokuwa tu kwamba hebu angalau hakimu anayehukumu kesi yetu asionekane ana upande. Sisi tunawaleta tukiwa tumewachoka uwezo wao. Na tofauti yetu na wao, tukiwa hatuwaamini kabisa waamuzi wetu wa kwetu, tumewachoka hatuamini, lakini hatuwasaidii tuwajengee imani. Unajua wakati mwingine hata mtu asifanya ibada haamini kwamba anaenda motoni, lazima mtu ushawishi apandishe imani yake. Mkalaboko nataka tuwajengee imani ya namna gani? Uwezo wa waamuzi wetu, lakini uwezo unapimwa na ushindani. Kwa mfano, lakini kila siku wanafanya kozi, yani ikipita miezi miwili, mwezi wa tatu waamuzi lazima wafanye kozi. Na hiyo kozi sio kwamba wakufunzi kutoka hapa nyumbani Tanzania peke yake. Hapana, mpaka waamuzi wakufunzi kutoka CAF, kutoka FIFA wanakuja kuendesha hizo semina kwa waamuzi wetu. Msingi ya waamuzi wetu sio mizuri kwenye kozi za ndani. Sasa za nje wanazozipata? Za nje haziwezi kusaidia kumpeleka mtu chuo kikuu wakati sekondari kaferi. Lazima ata disco. Nakumbuka kabla ya msimu kuanza kuna semina zinafanyika kwa wakufunzi wa ndani na nje. Shida inakuja ndio kumpeleka chuo kikuu mtu ambaye sekondari kaferi hata disco tu. Kwa hiyo waamuzi wetu misingi yetu chini ya waamuzi sio, lakini pia kuwajengea kuaminika. Unajua kujengea kuaminika ni kukuacha ujiamini alafu uangalie yale makosa unayofanya kwenye wakati mgumu. Kwa mfano mechi ya pressure kama hii ya derby, unapompa mwamuzi wa Kitanzania pia akapata changamoto yake, wakati mwingine ni funzo zuri sawa sawa na ile level ya kimataifa, kwa sababu katika ligi Fatuma tuko shahidi miongoni mwa mechi ambazo zinaweza zikatupa ubora wa kimataifa. Ukiondoa Azam labda na Simba, Azam na Yanga, Yanga na Simba, ndio quality ya waamuzi wetu bora inajengwa. Kwa mfano Arajiga, miongoni mwa heshima kubwa ambazo anazipata ni mechi hizi kubwa hizi. Sasa leo kama unashindwa kumtengeneza maamuzi mwingine ukampa nafasi kwenye mechi kama hii ya derby, kwa kusubiri ubora wake upatikane unaleta kutoka nje, kwa kuwa tu Arajiga ana changamoto, maana yake nchi nzima tumekubali sasa kwa maamuzi hatuwezi. Huyo maamuzi unataka kumtengeneza yeye mwenyewe yuko tayari kutengenezeka. Studio EFM.
Nembo ya taifa.